kusoma ujumbe wa msikilizaji. Ameandika tumsifu Yesu Kristo milele amina. Anaitwa Isidori Ndimbo kutoka Jimbo Kuu Katoliki la Songea. Swali lake: mapato yanayotokana na shukrani ya mazao yanakuwa chini ya nani na matumizi yake yanakuwaje? Kawaida katika kanisa Katoliki, hasa baada ya mtaguso mkuu wa Vatikano, paroko anakuwa kiongozi wa parokia, mara nyingine peke yake, mara nyingine akisaidiwa na mapadre wengine. Lakini licha ya paroko naye kuwepo, kila parokia inakuwa na halmashauri ya walei. Halmashauri ya walei ambao wanashirikiana na paroko katika kuliongoza lile kanisa. Na katika halmashauri ya walei kuna wachache wanaochaguliwa kuwa kamati tendaji. Hao ndio wanaotenda kwa karibu sana pamoja na baba paroko. Hivyo ile kamati tendaji, wengine wanakwenda hata mbali, wanatengeneza kamati ya fedha katika parokia ile. Ili licha ya kwamba wanafanya vitu vya kitume vyote, lakini wanakuwepo watu kadhaa ambao kazi yao ni kuona pesa zimeingia wapi, zitaingiaje, zinafanya nini na zinawajibikaje. Hivyo pesa zinazotoka kwa mahali popote pale, iwe mavuno ya mazao, iwe pesa taslimu, kwa sababu na nyenye ni mavuno, kwa sababu ni mavuno ya kazi ya mikono yako. Hawezi kupata pesa bila kuifanyia kazi, kwa sababu kiiba haifai chochote. Hivyo yote hiyo inakuwa ni mali ya parokia. Na parokia hiyo ni paroko pamoja na waamini wanaokuwa ndani ya ile parokia, ni mali yao. Ila paroko ndiye kiongozi mkuu pale, lakini kuna kamati tendaji ambao kwa pamoja wanafanya bajeti ya parokia. Wanafanya bajeti ya parokia ambapo wanabainisha vyanzo vya mapato, wanabainisha vile matumizi yatakuwaje. Hiyo ndio shukrani tunayoitoa. Na baadaye wanatoa ripoti kwao wenyewe na vile kwa waamini, ili wajue wameleta kiasi gani na zimetumikaje. Hiyo ndio uwazi. Hiyo ndio uwazi unapaswa kuwa. Kama kwako parokiani hakuna uwazi, basi tutumaini tuombe sana na nyinyi kupata uwazi ule.